Umewahi kuambiwa kwamba ukiwa na alama ya M mkononi, wewe ni mtu wa bahati kubwa, kwamba utafanikiwa kirahisi, utapata pesa, au una nguvu ya kipekee ambayo wengine hawana. Sasa nisikilize vizuri. Vipi kama ukweli huu ni tofauti kabisa na unavyoambiwa? Na vipi kama hii imani imewafanya watu wengi kukaa wakisubiri bahati badala ya kuchukua hatua? Leo nitakuonesha ukweli ambao watu wengi hawaambiwi. Hii story ya alama M mkononi haijaanza leo. Imetoka zamani sana, kwenye imani za kusoma mistari ya mikono. Watu waliamini kwamba mikono yako ina siri ya maisha yako, kama ramani fulani hivi ya mafanikio, mapenzi na hata bahati. Na pale mistari fulani inapokutana na kutengeneza kama herufi M, wakaipa maana kubwa sana, wakisema huyu ni mtu mwenye bahati, huyu hawezi kushindwa kirahisi, huyu ana intuition kali sana, huyu ni destined kufanikiwa. Na taratibu watu wakaanza kuamini bila kuuliza, je, hii ni kweli au ni hadithi tu? Sasa kwa nini inaonekana hii ni kweli? Sasa hapa ndipo wengi wanapochanganyikiwa. Unakuta mtu ana alama ya M mkononi na ukweli ana mafanikio kidogo. Halafu mtu mwingine anasema, unaona, ndiyo maana hii alama ni ya bahati. Lakini hawajiulizi swali muhimu sana. Je, mafanikio yake yametokana na alama ama juhudi zake? Kuna kitu kinaitwa confirmation bias. Yaani akili yako inapenda kuthibitisha kile unachoamini tayari. Ukishaamini alama ya M inaleta bahati, utaanza kuona mifano inayothibitisha hilo. Lakini utapuuza watu wengi wenye alama hiyo hiyo ambao hawajafanikiwa. Na ukweli ni huu. Kuna watu wengi sana wenye alama ya M mkononi, lakini maisha yao ni ya kawaida kabisa. Hebu tuwe ukweli kidogo. Mistari ya mikono yako haikuwekwa hapo kukuonyesha hatima yako. Ipo kwa sababu ya jinsi ngozi yako ilivyoundwa na jinsi mikono yako inavyokunjika kila siku. Hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaosema mistari ya mikono inaweza kutabiri mafanikio, au inaweza kukuongezea bahati, au ina nguvu ya kipekee juu ya maisha yako. Kwa lugha rahisi tunasema alama ya M mkononi haina nguvu yoyote ya kubadilisha maisha yako. Sasa kuna hatari moja ya kuamini hii imani. Watu wengi wakiamini wana bahati tayari, wanaanza kupunguza juhudi. Wanasema, mimi nina M, mambo yangu watajipanga tu. Na hapo ndipo wanaanza kupoteza muda, kutojifunza skills mpya na kutochukua hatua muhimu sana kwenye maisha. Wakati huo mtu mwingine hana hiyo hata alama, lakini anafanya kazi kwa bidii, anajifunza kila siku, anachukua riski. Na guess what? Ndiyo hivyo anayefanikiwa. Kwa sababu maisha hayafuati mistari ya mkono, yanafuata maamuzi yako. Kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawapendi kusikia. Hakuna shortcut ya mafanikio. Hakuna alama ya siri, hakuna bahati ya kuzaliwa nayo ambayo itakubeba bila juhudi. Kama ungekuwa na nguvu ya mafanikio mkononi tu, basi kila mtu angefanikiwa. Lakini reality ni tofauti kabisa. Watu wanaofanikiwa wanashindwa mara nyingi sana, wanajaribu tena, wanajifunza kutokana na makosa, wanakuwa disciplined hata wakati hawajisikii kufanya hivyo. Na hakuna hata mmoja wao aliyefanikiwa kwa sababu ya M mkononi. Sasa swali ni, kama si alama ya mkono, basi bahati yako inatoka wapi? Hapo ndipo siri ilipo. Bahati yako inaendana na maamuzi unaochukua kila siku, watu unaozunguka nao, maarifa unaojifunza, nidhamu ulionayo na uthubutu wa kuchukua hatua. Kuna msemo mmoja mzuri sana unasema, the harder you work, the luckier you become. Yaani kadri unavyofanya kazi kwa bidii na juhudi, ndivyo bahati inavyoonekana kukuja. Sio kwa sababu bahati imekuja, ni kwa sababu umejiweka kwenye nafasi ya kushinda. Kama una alama ya M mkononi, ni sawa, hakuna tatizo. Lakini usitegemee kama chanzo cha mafanikio yako. Badala yake itumie kama motivation tu, lakini tegemea juhudi zako. Na kama huna hiyo alama,
hata kidogo usijione uko nyuma, kwa sababu ukweli ni huu: maisha hayachagui kwa mistari ya mkono, yanachagua kwa vitendo vyako. Kwa hiyo wakati mwingine unapomwangalia mtu akikwambia ukiona hii M ujue wewe ni wa bahati, tabasamu tu, lakini ndani ya moyo wako ujue ukweli kwamba bahati yako haiko mkononi, iko kwenye maamuzi yako. Na siku utakapoacha kusubiri ishara na ukaanza kuchukua hatua, ndio siku maisha yako yataanza kubadilika kweli. Kama hii video imekufungua macho, andika kwenye comment ninaamua kuchukua hatua, na usisahau kusubscribe, kwa sababu hapa tunakupa ukweli ambao watu wengi wanaogopa kusema, kwa sababu ukweli mmoja unaweza kubadilisha maisha yako ukichagua kuutumia.